Habari za muda huu mtazamaji, karibu kufuata taarifa habari ambayo imegubikwa na hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Taifa FARDC yarejesha udhibiti wa Luanga, Kigongo na Katongo karibu na mji wa Uvira, Kivu Kusini, Jumatatu ya tariki 29 Disemba mwaka 2025. Hata hivyo mpendwa mtazamaji, waasi 30 wa M23 toka maeneo ya Oso Banyongo wajisalimisha kwa jeshi la Taifa FARDC Jumapili ya tariki 28 Disemba mwaka 2025 huko Kivu ya Kaskazini tarafani Walikale. Mimi ni Juma J Masuku, kamera ikiwa mkononi mwa Pepe Wewilonja. Karibu kufuata taarifa zetu kwa kina. Hii ni Tukutane TV. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano wa makundi ya kizalendo limefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji vya Luanga, Kigongo na Katongo vilivyoko karibu na mji wa Uvira kufuatia mapigano makali yaliyodumu kwa siku nzima ya Jumatatu. Kwa mujibu wa msemaji wa kijeshi Operation Sokola ya pili katika jimbo ya Kivu ya Kusini, Kanali Mbui Kalonjerigen, mafanikio hayo yamepatikana baada ya mapambano makali dhidi ya waasi wa M23, hasa kufuatiwa kurejesha kwa maeneo ya Makobola ya kwanza na ya pili. Tumefanikiwa kuchukua tena udhibiti wa Luanga na Kigongo baada ya mapigano makali yaliyofanyika jana na kuendelea hadi asubuhi ya leo. Wananchi wetu wanapaswa kuwa na imani na jeshi lao, alisemayo Kanali Kalonji. Hata hivyo, hali ya kiusalama bado ni tete katika mji wa Uvira ambao kwa sasa unadaiwa kudhibitiwa kwa sehemu kubwa na waasi wa M23, jambo linalofanya iwe ngumu kwa FARDC na wazalendo kuingia kikamilifu mjini humo. Kwa upande wao, waasi wa M23 wamekanusha vikali taarifa zinazosambazwa na mamlaka ya Kinshasa zikidai kuwa kulikuwa na mashambulizi ya mabomu yaliyotekelezwa na meli za kivita pamoja na drone za FARDC na wazalendo zidi ya bandari ya Kalundu siku ya Jumatatu tariki 29 Disemba mwaka 2025. Waasi hao wamezitaja taarifa hizo kuwa ni propaganda zisizokuwa za kweli. Wakati huo huo, hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika maeneo mengi ya Uvira. Wakazi wa vijiji vinavyokumbwa na mapigano wamelazimika kuyahama makazi hao na kukimbilia maeneo wanayozaniwa kuwa yenye usalama zaidi. Ndani ya mji wa Uvira, shughuli za kikawaida na za kiuchumi pia na za kijamii zimesimama, huku raia wakishindwa kuendelea na maisha yao ya kila siku kutokana na milio ya risasi inayosikika mara kwa mara. Njia ya kuvuka mpaka kuelekea Burundi imeripotiwa kufungwa, huku ziwa Tanganyika likiwa chini ya doria kali za boti za kivita zinazodaiwa kufanya mashambulizi mara kwa mara. Mashambulizi pia yameripotiwa kuendelea katika maeneo ya kusini mwa mji huo wa Uvira pamoja na maeneo ya milimani yanayozunguka mji huo. Hali hii imewaacha raia wengi katika sintofahamu, wakisubiri kwa hofu kuu, wakipewa matumaini kwamba jeshi la Taifa FARDC litafanikisha kukomboa mji huo. Tutoke jimboni Kivu ya Kusini twende jimboni Kivu ya Kaskazini. Mpendwa mtazamaji, askari 30 wa kundi la waasi wa M23 wanaotoka eneo la Oso Banyongo wamejisalimisha pamoja na silaha zao kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC siku ya Jumapili ya tariki 28 Disemba mwaka 2025 katika maeneo ya Walikale. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, kujisalimisha huku kunaongezeka katika mfululizo wa matukio mengine yaliyoripotiwa tangu mwezi wa Oktoba, na hivyo kufanya kwa ujumla waasi 165 waliokuwa wanachama wa M23 kujisalimisha kwa mamlaka ya serikali hadi sasa. Uchambuzi mfupi wa hali ya usalama unaonyesha kuwa hali hii inaashiria kuzoofika kwa mshikamano ndani ya kundi la M23, huku presha ya kijeshi na kisaikolojia ikiendelea kuzaa matunda. Hata hivyo, wataalamu wa usalama wanaonya kuwa tishio bado halijaondoka kabisa na juhudi ya kuimarisha usalama na ulinzi wa raia zinaendelea kuhitajika. FARDC inaendelea kuhimiza wanachama wengine wa kundi wenye silaha kuacha vita na kuchagua njia ya amani kwa manufaa ya usalama wa kudumu katika mkoa wa Kivu.
Ni hapa tumefika mwisho wa taarifa yetu ya habari toka kitengo cha habari hichi cha Tukutane TV. Pendo mtazamaji, endelea kuwa pamoja nasi ili uweze kupata taarifa zenye uhakika zaidi toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa maeneo yanayokumbwa na vita kila wakati. Mimi ni Tejuma J Masuku.